Karibuni katika sehemu ya pili ya simulizi yetu. Mara ya mwisho tuliishia pale ambapo mtumbwi uliharibika na kufanya Juma na Zuena kuzama ndani ya maji. Sasa unajua nini kiliendelea katika sehemu hii ya pili? Sauti ya kwanza Juma aliyoisikia haikuwa ya ndege wala upepo, bali ilikuwa ni mapigo ya moyo wake mwenyewe yakidunda masikioni mwake kama ngoma. Dupu, dupu, dupu. Juma alikohoa kwa nguvu, maji ya chumvi yakimtoka puani na mdomoni, huku akivuta hewa kwa pupa. Mapafu yake yaliwaka moto. Alijigeuza na kulala chali akitazama anga, lakini anga aliloliona halikuwa lile alilolizoea. Hakukuwa na mawingu meusi ya dhoruba walioiacha baharini. Badala yake, anga lilikuwa na rangi ya urujuani, violet, iliyochanganyika na michirizi ya dhahabu, na jua, kama lilikuwa jua, lilikuwa likitoa mwanga mwororo usioumiza macho, likiwa limejificha nyuma ya ukungu mwepesi. Alikaa kitako kwa haraka, kichwa kikimuuma. Kumbukumbu zilimjia kwa kasi: mtumbwi, dhoruba, wimbi kubwa na mkono wa Zuena. Zuena, Juma aliita, sauti yake ikiwa imepwelea. Alijitazama. Alikuwa amelala juu ya mchanga, lakini si mchanga wa kawaida. Ulikuwa mchanga mweupe pepe, laini kama unga wa ngano, na ulikuwa unatoa vimulimuli vidogo kila alipousugua. Hatua chache kutoka alipokuwepo, alimuona Zuena. Alikuwa amelala kifudifudi, nusu ya mwili wake ukiwa majini na nusu nchi kavu. Mawimbi madogo, safi kama kioo, yalikuwa yakimpiga kiunoni taratibu. Juma alisimama kwa shida, miguu ikitetemeka na kumfuata. Licha ya chuki yote aliyokuwa nayo juu ya mwanamke huyu, utu ulimtuma kuhakikisha kama yuko hai. Alimpindua. Zuena alikuwa anapumua kwa shida, kifua chake kikipanda na kushuka haraka. Macho yake yalikuwa na amefumba. Zuena, amka! Juma alimpiga kofi la kiasi shavuni. Zuena alistuka, akakohoa maji mengi na kuanza kulia kwa hofu. Juma, Juma, tunakufa! Hatujafa bado, Juma alijibu kwa ukavu, akimtazama huku akihema. Lakini sijui tuko wapi. Zuena alijikusanya na kukaa, akitazama huku na kule. Hofu ilimvaa. Hiki hakikuwa kisiwa cha mizimu alichosimuliwa na Bi Mwanahawa. Hakukuwa na mawe meusi wala pango la kutisha kwa mtazamo wa haraka. Mbele yao kulikuwa na msitu mzito, lakini miti yake haikuwa ya kijani. Majani yake yalikuwa na rangi mbalimbali: bluu, nyekundu na manjano. Miti hiyo ilirefu sana, ikigusa anga la urujuani, na matunda yake yalionekana kuning'inia kama taa za Krismas. Upepo uliokuwa ukivuma ulikuwa na harufu nzuri ya ajabu, mchanganyiko wa vanila na asali, harufu ambayo badala ya kuwafariji iliwatisha zaidi. Ilikuwa harufu ya kitu kisicho cha asili. Huku ni wapi, Juma? Zuena aliuliza, sauti ikitetemeka. Bi Mwanahawa hakusema kisiwa kinafanana hivi, alisema ni kisiwa cha giza. Juma alicheka kwa dharau, kicheko kilichojaa uchungu. Mchawi wako alikufa, Zuena, na inaonekana hata ramani yake ya kuzimu imetupoteza. Hiki si kisiwa cha kawaida. Angalia jua, angalia miti, hata Tanga hakuna mahali panapofanana hivi. Juma alisimama na kuanza kutembea ukingoni mwa fukwe, akitafuta mabaki ya mtumbwi wao. Alitembea kwa dakika 10 huku Zuena akimfuata kwa nyuma kama kinda la kuku, akiogopa kuachwa peke yake. Walikuta vipande vya mbao za mtumbwi vimetapakaa. Injini haikuonekana, dumu la mafuta lilikuwa limepasuka. Tumaini la kurudi nyumbani kwa njia ya haraka lilipotea pale pale. Tumekwama, Juma alitamka, akipiga teke kipande cha mbao kwa hasira. Tumekwama katikati ya bahari na mwanamke aliyeniloga. Mungu ananiadhibu kwa dhambi zangu. Juma, nisamehe, Zuena alianza kusema, lakini Juma alimnyamazisha kwa mkono. Nyamaza, sitaki kusikia neno lolote kutoka kinywani mwako. Kila ukifungua mdomo, maisha yangu yanazidi kuharibika. Kaa hapo na usinisemeshe.
Juma alisogea mbele kidogo kuelekea msituni, akitaka kuona kama kuna njia au dalili za makazi ya watu. Lakini mara tu alipokaribia ukingo wa msitu, alihisi kama amegonga ukuta usioonekana. Hewa ilizito na kumfanya arudi nyuma. Ghafla kulisikika sauti ya kengele ndogo ikilia, ikifuatiwa na kicheko cha chini chini kilichotoka. Wageni, wageni! Zuena alimkimbilia Juma na kumshika mkono kwa nguvu. Juma alitaka kumsukuma, lakini mwili wake uliganda. Kutoka katikati ya miti ile ya ajabu, ukungu mweupe ulitanda, na katikati ya ukungu huo, umbo la mtu lilianza kutokea. Alikuwa mzee mfupi sana, mwenye kimo cha futi 3 hivi. Alikuwa na ndevu ndefu nyeupe zilizofika mpaka kwenye vidole vya miguu yake, zikiburuzika ardhini. Ngozi yake ilikuwa imepwaya na kujaa makunyanzi kama ramani ya dunia nzima imechorwa usoni mwake. Alivaa kanzu iliyoshonwa kwa majani ya miti hiyo ya rangi, na mkononi alishika fimbo ndefu iliyokuwa na jiwe linalong'aa nichani. Mzee huyo aliwatupia jicho kali, jicho ambalo mboni zake zilikuwa za rangi ya fedha tupu bila weusi. Karibuni katika kisiwa cha mapendo yaliyopotea, mzee huyo alisema. Sauti yake haikuwa ndogo kama umbo lake, ilikuwa nzito na yenye mwangwi kama inatoka shimoni. Juma alimeza mate, ujasiri wake wa kiume ulipungua. Shikamoo mzee, sisi tumepotea, mtumbwi wetu umezama, tunatafuta msaada wa kurudi nyumbani. Mzee alicheka tena, kisha akasogea karibu nao bila kutembea, kama vile anateleza juu ya upepo. Kupotea? Mzee aliuliza kwa kejeli. Hakuna anayefika hapa kwa kupotea, kijana. Bahari haileti takataka hapa, inaleta walio na mzigo mioyoni. Mnaletwa hapa na hatima. Zuena alijikaza na kuuliza, tafadhali, tunataka kujua tu, hapa ni wapi na tunawezaje kuondoka? Mzee alimtazama Zuena, kisha akamtazama Juma, na mwisho akaitazama ile hirizi ambayo Zuena alikuwa bado ameishikilia mkononi mwake kwa nguvu tangu walipozama. Naona mmebeba uchawi, mzee alisema, akinyoosha fimbo yake na kugusa mkono wa Zuena. Hirizi ile iliteketea ghafla na kuwa majivu bila kumuunguza Zuena. Hapana, Zuena alipiga kelele akijaribu kudaka majivu yale. Hiyo ndiyo ilikuwa njia yetu ya kuvunja agano. Bila hiyo, Juma hata... Nyamaza, mzee alinguruma, na miti yote msituni ikatikisika. Katika kisiwa hiki, uchawi wa wanadamu hauna nguvu. Agano la giza unalolizungumzia halifanyi kazi hapa. Kwa nguvu za mizimu, linafanya kazi kwa nguvu ya mioyo yenu. Juma alihisi kifua chake, kile kibanzi na uzito uliokuwa kumsumbua kila akitaka kumwacha Zuena kilikuwa kimepungua, lakini hakikuisha kabisa. Alihisi tofauti. Unasema nini mzee? Juma aliuliza. Mimi nataka kuondoka. Nipo hapa kwa sababu mwanamke huyu aliniloga. Nataka kurudi kwetu, nimwache huko huko. Mzee alitabasamu, tabasamu la kusikitisha. Hilo ndilo tatizo la wageni. Mnafikiri kuingia ni kugumu, lakini kutoka ndiko kwenye mtihani. Sheria ya kisiwa hiki ni moja tu, na haijawahi kuvunjwa tangu kuumbwa kwa dunia. Mzee aligeuka na kuonyesha bahari iliyo mbele yao. Mnaona hiyo bahari? Ukijaribu kuogelea utarudishwa hapa. Ukijaribu kujenga mtumbwi utazama. Hakuna kiumbe anayetoka katika kisiwa hiki isipokuwa awe na ufunguo. Ufunguo gani? Pesa, dhahabu? Nipo tayari kufanya kazi yoyote, Juma alisisitiza. Ufunguo si kitu cha kushika, mzee alisema akimwangalia Juma machoni. Ufunguo ni mapenzi ya dhati. Kisiwa hiki kiliumbwa kwa ajili ya kuwafundisha wanadamu maana ya upendo.
Mlango wa kutoka hapa hufunguka tu pale ambapo watu wawili walioko hapa wanapopendana kwa dhati, bila shuruti, bila uchawi, bila unafiki, moyo kwa moyo. Juma alihisi miguu yake ikiishiwa nguvu. Alianguka chini kwa magoti. "Unamaanisha nini?" Juma aliuliza kwa sauti ya kukata tamaa. "Mimi simpendi huyu mwanamke. Aliniloga. Nilikuwa nakuja kuvunja agano ili nimwache. Siwezi kumpenda. Hiyo inamaanisha nitakufa hapa." "Na mimi," Zuena aliongeza kwa sauti ya chini, "nilimlazimisha anipende. Najua hanipendi. Hii ina maana tumefungwa hapa milele." Mzee alinyanyua mabega. "Milele ni muda mrefu. Wengi wamefika hapa na kufia hapa wakiwa wamejaa chuki. Mifupa yao ndiyo mchanga mnaouona ukimetameta." Juma na Zuena walitazama chini kwa hofu, wakigundua kuwa ule mchanga wa lulu kumbe ulikuwa ni mabaki ya watu walioshindwa kupendana. "Mnao muda," mzee aliendelea. "Kisiwa kitawapa chakula kama mtashirikiana. Kisiwa kitawapa malazi kama mtavumiliana. Lakini mkigombana, kisiwa kitawatesa. Mkikata tamaa, kisiwa kitawameza. Njia pekee ya mtumbwe wa dhahabu kuja kuwatoa ni pale mioyo yenu itakapopiga mdundo mmoja wa hiari." Baada ya kusema hayo, ukungu ule ulirudi. Mzee alianza kupotea. "Subiri mzee, subiri!" Juma alikimbia kumfuata, lakini aligonga ule ukuta wa hewa nzito na kuanguka chali. Mzee alitoweka akiacha kicheko chake kikielea hewani. "Mpendane au mfie hapa." Juma alibaki amekaa chini akihema kwa hasira. Aligeuka na kumwangalia Zuena. Zuena alikuwa amejikunyata akilia. Juma alisimama na kuanza kuzunguka kama simba aliyefungiwa kizimbani. "Hii ni ndoto mbaya. Hii haiwezi kuwa kweli. Kupendana mimi na wewe, heri nife." Alikimbilia baharini, alijitosa majini na kuanza kuogelea kwa nguvu zake zote kielekea upeo wa macho. "Narudi Tanga, sikai hapa." Zuena alisimama na kupiga kelele. "Juma, usiende, utakufa." Juma aliogelea, alipiga maji kwa hasira, lakini baada ya dakika chache alihisi mkondo wa maji ukibadilika. Mawimbi yalianza kumsukuma kurudi nyuma. Kila alipopiga hatua moja mbele, maji yalimrudisha hatua mbili nyuma. Nguvu zilianza kumuishia. Alimeza maji. Ghafla, wimbi kubwa lilimnyanyua na kumtupa tena ufukweni, miguuni pa Zuena. Alikohoa maji akiwa hoi. Zuena alipiga magoti kumsaidia, lakini Juma alimsukuma mkono wake. "Usiniguse," Juma alinong'ona kwa uchungu. Jua lilianza kuzama kabisa na giza la ajabu likaanza kutanda. Tofauti na giza la kawaida, giza la kisiwa hiki lilikuwa na sauti. Sauti za wadudu wasiojulikana zilianza kulia, milio kama ya watoto wanaolia au watu wanaonong'ona. Baridi kali ilianza kupenya mpaka kwenye mifupa. "Juma," Zuena alisema kwa sauti ndogo, "inabidi tutafute mahali pa kujificha. Usiku unaingia na kuna baridi." Juma hakumjibu. Alijua Zuena yuko sahihi, lakini kiburi na hasira vilimzuia kukubali. Walikuwa wamekwama. Ili atoke, alihitajika kufanya kitu ambacho alihisi ni kigumu kuliko kuogelea bahari nzima. Alihitajika kumpenda Zuena, na kwa wakati huo alimchukia kuliko kitu chochote duniani. Hata hivyo, baridi ilipozidi, Juma alisimama. Bila kusema neno, alielekea kwenye kichaka kidogo cha miti iliyoinama, akatafuta majani makubwa na kuanza kutandika chini. Zuena alimfuata na kusaidia kimya kimya. Walilala umbali wa mita 2 kutoka kwa kila mmoja, giza likiwameza, huku sauti za kisiwa zikiwakumbusha kuwa wao ni wafungwa wa mioyo yao wenyewe. Safari ya mateso ilikuwa ndiyo kwanza inaanza.